Hujambo mtazamaji wa TV ya Pendo, nimerejea tena kwa mara nyingine na ni wakati mwingine mwema ambao nimekuja kukutana nanyi ili tukaweza kuzungumza moja mbili, tukaweza kusemesana, tukaweza kujadiliana, tukaweza kujua vile mambo yanayostahili kukaa katika ndoa zetu. Leo nataka kuongea juu ya nini? Leo nataka kuongea juu ya kitombo kitamu. Pengine wewe uko kwa mahali pale, huwa mnafanya kitombo, huwa mnatombana na bwanako ama mnashiriki hili tendo la ndoa, lakini hamjui kufanya kile kitombo kiwe kitamu. Kuna mambo ambayo unapaswa kuyafanya ili kitombo kikaweza kuwa nini? Kuwa kitamu. Kuna yale mambo unafaa kuyabuni ili kufanya kitombo kiwe kitamu, ili ukafanye kuvumbulana kuwa kutamu. Kuna watu wengine tu wewe ushaola, umefika, unaona ni kama kwamba umefika, wewe mwanaume ulioa uke na mke, lakini umekaa tu pale ndee, unafikiria kwamba ulifika. Yani haushughuliki kitombo chako, haushughuliki kuvumbulana kwenyu vile mnafaa kufanya. Ni mambo yapi mnafaa kuyafanya? Haushughuliki mambo ambayo mnaweza buni ili akaweza kufanya kitombo kiwe kitamu. Kuna yale mambo ya muhimu mnapaswa kuyafanya ili kitombo kikaweze kuwa kitamu, lakini watu wengine tu mara tu anapoolewa, mara tu anapopata jiko, mara tu mtu anapopata mke, huyo mtu amefika. Yani amefika kule alikuwa anataka akienda. Hapana, kuna mambo yale unaweza fanya akaweze kuwa kitombo kiwe kitamu. Ni jukumu lako kama utaweza kuyatilia mambo haya mkazo, kama utaweza kuyafanya haya mambo ukiwa mwanaume, ukiwa mwanamke, uyafanya haya mambo kuwa mazuri. Ndiyo, uko na maumbile mazuri. Wewe ukiwa mwanamke umepatiwa matako, wewe ukiwa mwanaume umepatiwa kiuno cha kukata, wewe ukiwa mwanamke umepatiwa matiti ya kupendeza. Lakini kama haushughuliki kitombo chako, kama haukishughuliki, na kuambia hapo hakuna kitombo, hapo hakuna kuvumbulana. Hiyo kitombo haitakuwa na raha, hapata kuwa na burudani ile ya kufurahia ukaweza kujua kwamba hiki ni kitombo kizuri. Kwa hivyo hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo, lakini kwa mara nyingine ukubali kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Na pia wewe ambao uko na shida ya erectile dysfunction, ambao mrija wako wa mkangi, ambao wewe uko na shida ya low libido, uko na shida ya arthritis, fibroids au magonjwa yote, pigia Pendo TV simu. Nambari yangu iko pale, tukaweza kuwasiliana ili nikaweza kukusaidia. Sio vizuri ukaweza kukaa na shida yako, na nafurahi kwa sababu ya wale ambao wananifikia. Ni vizuri unifikie ili tukaweza kusaidiana. Wacha tuingie katika mada ya siku ya leo. Kuna watu wengi wakiolewa, maybe ni mwanamke umeolewa, unaona ya kwamba umefika. Wewe ni mwanaume ukiwa unaona ya kwamba umefika, unasahau kuna yale mambo unafaa kuyafanya ili ndoa yako ikaweze kusimama, kitombo chenye ikaweze kuwa kitamu. Wakati mnatombana, wakati mnafanyana na mume wako, wakati mnavumbulana, uko kuvumbulana kukaweza kufanya ni kuwe kutamu, kuna yale mambo unapaswa kuyafanya. Ni kama tu chakula, unapopika chakula lazima uweke roiko, uweke dania, uweke pilipili hoho. Hiyo mambo yote lazima uweke, ndiposa nini, chakula kikaweza kuwa kitamu. Vile vile katika kuvumbulana, kuna yale mambo unapaswa kuyafanya ndiposa kukuvumbulana kwako kukakuwe na raha. Unajua wakati tunavumbulananga ndiposa ukaweza kufurahi na mimi nikaweza kufurahi. Wakati tunavumbulana, mimi nina raha zangu, wewe uko na raha zako. Kwa hivyo kila mtu hapa anataka kufanya nini? Anataka kusikia raha yake. Hiyo ndio maana kuu ya kuvumbulana. Jambo la kwanza, wakati mko katika ndoa, ni vizuri ukiwa mwanamke ama ukiwa mwanaume ukaweza kuwa mbunifu. Kuna watu waliolewa miaka 20 iliyopita, kitanda miguu inaangalianga huku, kichwa inaangalianga huku, hawajawahi badilisha hata siku moja. Ni vizuri kuwa creative, badilisha siku moja, muonekane ni kama mmeingia katika nyumba ingine geni, nyumba mpya. Kitanda ubadilishwe. Kama mlikuwa mnaangalisha miguu upande huu, angalisheni kichwa upande huu, miguu iangalie upande huu. At least unakuwa nini? Unakuwa mbunifu, kuwa creative. Kuwa mtu mchangamfu, creative. Unafanya nini? Unajua kuchangamka ili kitombo chenyu kikaweza kuwa na raha, kikaweza kuwa kitamu. Wakati mnaingia pale mnaona kwamba ni kama mahali pengine mmeenda mahali pageni ambapo hamjaifanya nini? Hamjawahi enda. Kufanya kitombo kiwe kitamu.
Nani alikuambia lazima mtuambanie kwa kitanda, lazima mfumbulanie kwa kitanda? Ni nani aliwaambia hivyo? Kuna sehemu nyingi sana ambazo mnaweza fumbulania. Mnaweza mkufumbulania kwenye kitanda, sitting room, jikoni, bathroom, wakati munaoga. Wakati mumeenda kuoga, ingeni bathroom mkiwa watu wawili, and then mkaanza kusuguana migongo, anzeni kuguzaguzana, kupapasania huko. Nyinyi wote nyele zitapanda na mtafanya nini? Mutafanya hili jambo huko, mutashiriki kuvumbulana ndani ya bathroom. Hakuna kitu kitamu kama hicho. Wewe mwanaume, mara ya mwisho kucheza na mke wako ilikuwa lini? Mke wako yuko jikoni, ni kupika anapika, toka huko kuja umshikie hapa kwa kiuno, anza kucheza na yeye, anza kusukuma mrija katika tako lake. Hilo ni jambo lingine la, yani ni vizuri kuwa mbunifu la kufanya kitombo chenyu kikaweza kuwa na raha, kikaweza kuwa kitamu. Nyinyi mumezoea tu kitanda, hakuna mahali pengine, ni kitanda tu, tunafumulana kitanda, ni fumulana kitanda. Ni vizuri hata wakati mnagongana ama kuvumbulana, kujeni muanguke kwenye carpet. Anguka kwenye carpet. Toa mke wako nguo. Yani kuwa mbunifu, ufanye utu vitu tudogo tudogo ndo tunafanyanga kitombo kiwe kitamu. Kuwa mbunifu. Hata ukimwangusha mahali pale, hata usimtoe nguo, inua tu kasuruali kidogo, ingizia mrija wako mahali pale, unafanya kitombo kiwe kitamu, unafanya kuvumbulana kuwe kutamu. Si lazima mvumbulane mkiwa kitandani, hapana. Ni vizuri kubadilisha kwenye mandhari mengine mapya, mandhari mengine hamjawahi yaona, ni vizuri mnabadilisha. Wakati mwingine wewe ukiwa mwanamume, ni vizuri unachukua mke wako unampeleka kwenda, chukueni B&B, siku hizi ziko mingi, Airbnb ziko mingi, chukua room siku moja, mwambie leo tunaenda mahali pengine. Yani umembadilisha environment, umembadilisha mandhari yote, anaona yani amepelekwa mahali pengine. Yani munafanya kuvumbulana kunakuwa nini? Kunakuwa kutamu, munakuwa wabunifu. Mumesoea kifo cha mende. Nani aliwaambia kufumbulana ni kifo cha mende tu? Unalala flat, ninalala flat, unakuja unaingiza burija. Nani aliwaambia huko ndiko kunaitwa kufumbulana? Kufumbulana ni kuwa mbunifu. Kuna wanawake wakiambiwa leo tunaenda dog style na wasema hapana, hizi tabia umetoa wapi? Mwanamke, kuwa mbunifu, kuja na style zingine mpya. Kifo cha mende kinachosha watu. Kuja na style nyingine mpya. Naye mwanaume ukiletwa style mpya, kuwa mtu wa kuelewa. Sio kuuliza huyu mwanamke umeanza ukahaba, umeanza umalaya, hapana. Huyu mtu amekuwa mbunifu. Kwa hivyo akikuja na jambo lingine mpya, hebu mjaribu kulifanya hilo ili likaweze kufanya nini? Likaweze kuongeza utamu katika kitombo chenyu. Ni vizuri kuwa mbunifu. Saa zingine ni vizuri mwanamke unaambia bwana wako lala tumbo ikiwa juu, leo mimi ndio nakuja juu. Unakuja juu, unajiingiza mrija, unaanza kuride, unaanza kuendesha. Hakuna raha kama ile. Yani hicho kinakuwa kitombo kitamu, kitombo kizuri, kitombo chenye raha. Munakuwa watu wabunifu, sio watu wamekaa mmeboeka hata mjui nini. Yani mmeboeka tu, mmekaa tu hivyo hoe, amujielewi. At least ni vizuri unaleta kitu kingine nini, jambo lipya katika kitombo chenyu, katika kuvumbulana kwenyu, unakuna kuja na jambo lingine jipya. Saa zingine ni vizuri kwenda kwenye bustani. Siku hizi Uhuru Park hata kama mtalipa ni 50. Endeni bustani nyingine, endeni Uhuru Garden, endeni City Market huko City Park, endeni huko mkashinde huko, endeni Jefanji Gardens, mwende katika bustani, at least mwende katika mandhari mengine mapya. Usizoea tu hapo sokoni kwenyu tu, hapo hiyo area yenyu, hakuna mahali pengine unafikirianga. Kuwa mbunifu, tokeni mkatembee, mwende katika mandhari mengine mapya. Hata wakati mtafika pale, laleni kwenye nyasi, hata kama hakuna kitu mtafanya pale kwa sababu ni bustani. Anzeni kupapasana, ukimguza mpenzi wako nywele, ukimwambia mpenzi wangu kwa mrembo, mpenzi wangu nakupenda, mpenzi wangu umbo lako linapendeza. Yani at least mnakuwa watu wabunifu, ndiposa hata kitombo chenyu ama kuvumbulana kwenyu kukaweze kuchukua mwelekeo mpya ama muondoko mpya. Sio vibaya kufanyia ili jambo ama ili tendo la kuvumbulana mahali tofauti, ni vizuri. Kuweni wabunifu, si lazima ufanyie kwa kitanda. Leo tutafanyia kwa sofa set, leo tutafanyia juu ya mesa, leo tutafanyia jikoni, leo nitainua miguu uingize huku chini. At least kuweni watu wabunifu na wanaelewa vile wanafanya, ndipo mkaweza kufanya kitombo chenyu kuwa chenye raha. Jambo la mwisho ambalo nitaongea
Ni vizuri hata mume wako akitoka kazini amekuja amechoka, muulize, mume wangu, wataka kuanza na nini? Wataka kuanza na mimi ama wataka kuanza na githeri? Wataka kuanza na ugali ama wataka kuanza na mimi? At least leta zile jokes, ndiposa kitombo kikaweza kuwa kitamu. Kitombo chenye hakina jokes, hicho sio kitombo. Na sijui nani aliwaambia jokes katika marriage ni dhambi. Hiyo si dhambi. Kama kuna mambo yanafanyanga ndoa inakuwa mzuri ama kitombo kinakuwa kitamu, ni hiyo mambo ndogo ndogo ya ujinga. Hiyo ndio inasaidianga kitombo kinakuwa kitamu ama ndoa yako inaweza kuwa tamu. Akiingia, anza kucheza na yeye, kwa sababu usipocheza na yeye atacheza na nani? Nani ataenda kucheza na yeye? Kwa hivyo ni vizuri, kama mnataka kitombo chenyu kiweze kuwa kizuri, ni vizuri muwe wabunifu. Kuweni wabunifu kitandani, wabunifu, muwe kila mahali ni wabunifu. Mnatoka mnaenda kwa mandhari mapya, environment mpya, unampeleka mahali ambapo hajawahi enda. Huyo mtu ukimfanya hivyo, na kuambia kitombo kitakuwa kitamu, na hata mkiingia pale kuvumbulana hautaamini, utafikiria ni mke umebadilishwa, umepatiwa mwingine mgeni, sio ule ambao unajua mwenye unakuanga na nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu atachangamkia kitombo kwa njia inayostahili. Sawa sawa. Kwa hivyo siku ya leo najua kwamba umesaidika jinsi ya kuwa mbunifu katika kitombo chenyu, sio kukaa tu mahali pale. Kuwa mbunifu katika kuvumbulana kwenyu, at least kukaweze kuwa na raha, kukaweze kuwa na furaha, ukaweze kufurahia pia, naye mpenzi wako akaweze kufurahia. Wacha nitamatisha kwa kuambia kwamba ninawapenda sana, ninawaombeanga sana, na huwa ninawashukuru ni kwa sababu ya kunifuata, kunitazama na hata kunisikiza. Na ni vizuri mara nyingine ushare, ulike na usubscribe, ifikie watu wengi jinsi iwezekanavyo. Tuonane wakati wa kesho. Shalom, shalom, shalom.